sana kwa mapokezi ya msalaba mtakatifu wa Jubilei. Jubilei kuu 2025. Mahujaji katika matumaini. Wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa takatifu leo kwa ajili ya kukumbuka ukombozi wetu. Hivi ndivyo mwanadamu alivyopata ukombozi. Ni kwa mfano huu mwanadamu alipata ukombozi: kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Picha halisi aliyempikwa vipi msalabani ndo kama hii ambayo tunaiona mbele yetu. Sijui wapendwa wa Mungu, tunamwonaje Bwana wetu Yesu Kristo? Huu muonekano ni wa kuvutia bila shaka. Muonekano huu, sijui wenzangu mnaonaje, unavutia au upoje? Kwa kweli ni muonekano ambao kila mmoja anaweza kawa na majibu yake. Huu muonekano, laiti kama angekuwa ni ndugu yako wa damu ukamshuhudia katika muonekano huu, bila shaka wewe ungekuwa ni wa maumivu miaka yako yote utakapoiona picha hii. Angekuwa ndugu yako wa damu. Ila kuna wakati fulani huwa tunasema msiba umkute mwenzio ndo unakuwa wa kawaida, ila ukikukuta wewe, kwa kweli mambo huwa yanabadilika. Basi hivi ndivyo alivyotundikwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe tunapotazama huu muonekano, tunatakiwa tuyaone mambo mengi zaidi. Kwa haraka, baadhi wanaweza wakaona aibu mbele ya msalaba. Na ni kweli msalaba kwa baadhi ya watu ulikuwa ni aibu. Na aibu yenyewe ndio ilikuwa hii: kuvuliwa nguo mbele za watu wapendwa katika Kristo sio jambo jepesi. Kuvuliwa nguo mbele za watu sio jambo jepesi. Linahitaji mtu aliye jasiri. Huyu anakubali kuvuliwa nguo kwa ajili ya upendo. Msalaba umebeba upendo. Sisi wengine tungekuwa ni wepesi sana kukataa mateso kama haya. Ingetokea ni mmoja wetu ndio anatakiwa aonyeshe upendo kwa kifo cha mtindo huu, kwa aibu ya mtindo huu. Sifahamu vizuri, lakini naamini wale wenye mioyo mepesi kama yangu wangesema basi hiki kikombe acha tu kinipitie mbali. Kama ndo hii ni gharama ya upendo, basi wengi wetu tungeweza kusema basi haya yasinikute. Na kweli ni aibu. Msalaba tukiuangalia kwa haraka umebeba aibu pia. Yesu aliaibika mno. Hakuwa na umbo wala uzuri. Hakuwa na sura ya kutupendeza wala hakuwa na uzuri wowote wa kuvutia. Nabii Isaya sura 53 aya ya 2. Yesu aliwekwa katikati ya wanyang'anyi. Yaani yeye alikuwa katikati, kushoto na kulia kwake kulikuwa na wanyang'anyi wawili. Na hiyo ndiyo hasa
iliyomfanya aendelee kupata aibu mbele ya Wayahudi. Na Wayahudi kwao kimsingi msalaba ni kikwazo, kwa sababu Kumbukumbu la Torati sura ya 21 aya 23 tunaambiwa kwamba aliyetundikwa msalabani amelaaniwa na Mungu. Aliyetundikwa msalabani amelaaniwa na Mungu. Sasa Kristo alitundikwa msalabani, wangewezaje wao kumwamini yeye ni mwana wa Mungu? Wangewezaje wao kuamini kweli alikuwa anafanya miujiza kwa nguvu za Mungu? Kwa Wayahudi msalaba ulikuwa ni aibu, ulikuwa ni kikwazo pia. Lakini msalaba pia kwa watu wa mataifa ni upumbavu. Wagiriki walitaka mafundisho ambayo yangemaliza kiu yao ya ujuzi. Hawakuhitaji jambo lolote ambalo lilionekana kama ni fumbo au vitendawili. Ukweli kuwa mateso yana kauli zaidi kuzidi hekima ya dunia, kwao ni upumbavu. Kwamba mateso yana kauli kuliko hekima ya dunia, kwa Wagiriki ni upumbavu. Na ndio maana Mtume Paulo yeye anatuambia kwamba sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi jambo hili ni kikwazo, na kwa watu wa mataifa ni upumbavu. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 1 aya 23. Wapendwa katika Kristo, tunahitaji sisi tutazame kwa mtazamo tofauti. Tunapoona msalaba mtakatifu, tuone ukombozi wetu. Tunapoona msalaba mtakatifu, tuone upendo ambao umebebwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Hata kukubali kuvuliwa nguo na kubaki kama hivi, hata kukubali kuinuliwa msalabani, kupigwa misumari na kufa juu yake. Alikuwa na uwezo wa kuyakataa hayo yote. Hii ni sadaka ya hiari. Sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo ni sadaka ya hiari. Sio kwamba alikamatwa mahali fulani basi wewe ni lazima utolewe sadaka, kama ambavyo sadaka za zamani zilikuwa. Tunafika kwenye mbuzi, tunamchagua mbuzi asiye na mawaa au kondoo asiye na mawaa, tunamchagua huyo, tunampeleka kumtoa sadaka, anachinjwa. Yule mbuzi au kondoo hawana akili, hawana uchaguzi. Lakini sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo ni sadaka ya hiari yenye uchaguzi, iliyojaa upendo. Yeye mwenyewe anaamua kuyafanya hayo yote. Wapendwa katika Kristo, kwetu sisi msalaba tunavyoona ni sadaka. Lakini msalaba pia ni mshauri wa wenye haki. Wenye haki nao wanateseka. Lakini kuna wakati huwa tunasema akupigaye ndiyo akufunzaye. Msalaba ni mateso na sisi tunayo, lakini mateso ni shule pia. Mateso ni shule ya upendo. Mungu anajua thamani ya majonzi na machozi. Ili kuteseka kidogo, unatakiwa upende zaidi. Na ndio maana ukitazama hata mishumaa yetu, ili sisi tupate mwanga, lazima mishumaa ipungue. Tukikata mshumaa hapa usiku wa leo wote, tutakuja kuubadili. Ili sisi tupate mwanga, lazima wenyewe upungue. Na ndicho alichokifanya Bwana wetu Yesu Kristo. Ili sisi tunufaike, ilikuwa ni lazima ajishushe. Kujishusha huko ndiko tulikokusikia katika somo la pili leo.
kwamba yeye kwa asili yake alikuwa daima Mungu, ila kwa kutaka yeye mwenyewe aliachilia hayo yote, akajinyenyekeza, akawa mtii hata kufa msalabani. Kumbe kuna wakati, ili tuonyeshe upendo wetu kwa tunaowapenda, tunatakiwa tujishushe, tunatakiwa tupitie maumivu. Wapendwa katika Kristo, msalaba huu ni ishara ya sadaka, ni sadaka ambayo Kristo anaitoa kwa ajili yetu sisi wanadamu, na tulikombolewa katika msalaba kwa mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ili kuliendeleza hilo, basi huwa tunakumbushana mara kwa mara kuhusiana na ukombozi wetu. Hii huwa tunakumbushana kwa ishara ya msalaba. Katika kanisa Katoliki, sala zetu nyingi, unavyotaka kusali Mkatoliki, unaanza kwa ishara ya msalaba, na huo ndio utambulisho wetu. Hata ukisimama mbele za watu ukapiga ishara ya msalaba, tayari wanakutambua wewe ni nani. Hizi ishara za msalaba huwa tunapiga kwa namna angalau mbili. Tunafahamu wakati wa Injili kuna ambayo huwa tunaichora kwenye paji la uso, kinywani na kifuani. Ile kimsingi ni ishara ndogo ya msalaba. Lakini ishara ya msalaba ni heshima na ni sala pia ishara ya msalaba. Kwa hiyo tunapoifanya ishara ya msalaba, kimsingi tutakiwa tuifanye kwa uchaji. Ishara ya msalaba ni ishara ya kujihami pia dhidi ya shetani. Ni ishara ya baraka pia. Mtakatifu Sirili wa Yerusalemu, yeye anatuambia hivi: msione haya sababu ya msalaba wa Yesu Kristo, pigeni ishara. Huyu Mtakatifu Sirili anatuambia, kama mlikuwa makini namna unavyoandaliwa msalaba wenyewe, madhehebu yake ni kweli yana ishara nyingi kweli za msalaba. Linavyotandikwa zulia, tunapiga magoti, ishara ya msalaba. Kinakuja kitambaa, ishara ya msalaba. Unatolewa msalaba, ishara ya msalaba. Kumbe haya maneno ya Sirili ni maneno ambayo yalitakiwa yaishi na sisi siku zote. Tupige ishara ya msalaba. Kila tukio tunalolifanya tulitakiwa tupige ishara ya msalaba bila hofu yoyote. Ishara ya msalaba tunaitumia toka tunazaliwa, kubatizwa kwetu, mpaka tunavyoingia kaburini. Inachorwa pia kwenye kaburi letu ishara ya msalaba. Kwa kweli ni ishara ambayo tunatakiwa tuitumie usiku kucha, mchana kutwa. Na ishara hii ya msalaba msingi wake ni maneno ya Biblia takatifu, maandiko matakatifu. Injili ya Mathayo sura 28 aya 19 tunaambiwa kwamba nendeni basi mkawafanye watu wote kuwa wafuasi wangu, wabatizeni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bila shaka hiyo ndio ishara yetu ya msalaba. Basi inavyosomwa Injili huwa tunafanya ishara ndogo ya msalaba. Hii tunaifanya kwa kutumia dole gumba, tena kwa mkono wa kulia. Inawezekana wako hapa waamini wapendwa huwa wanatumia mkono wa kushoto. Inawezekana, sio kwamba nimewaona. Hata atasema basi kwa sababu wametoka kusoma Injili alituchungulia kati tunafanya ile ishara ndogo ya msalaba. Hapana, tunakumbushana tu. Inatakiwa ifanyike kwa mkono wa kulia, dole gumba la mkono wa kulia. Na tunachora huo msalaba kwenye paji la uso, alafu tunachora mdomoni, lakini pia tunachora kifuani.
na tunavyochora kuna maneno hayo. Maneno ni yale yale, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ndio ishara ndogo ya msalaba inatambulisha hayo mambo. Na tunavyofanya ishara ya msalaba kwenye paji la uso, tunaposema kwa jina la Baba, kwa kweli tunaonyesha kuwa Baba ni nafsi ya kwanza ya Utatu Mtakatifu, kama paji la uso lilivyo sehemu ya kwanza ya mwili wetu. Lakini pia tunafanya ishara hiyo ya msalaba, tunachora msalaba mdomoni petu, tunasema na la Mwana. Tunaonyesha kuwa Mwana ndio neno wa milele, neno la milele la Baba. Ametoka kwake na yeye ni Mwana, ndio anayefuata. Jinsi neno linavyotoka katika ufahamu wenye maskani ya paji la uso, ndivyo ambavyo sisi tunafuatisha kuchora msalaba mdomoni. Na hii inatukumbusha pia maneno yetu yatoke kwenye akili zetu, yaani tuyatafakari yale tunayoyasema. Kuna wakati kwa bahati mbaya huwa tunaongea kwa jazba, tukivurugwa kidogo na watu, tunafahamu maneno ambayo tunawaambia watu, kimsingi huwa hayatoki kwenye tafakari. Ishara hii ndogo ya msalaba itukumbushe kwamba tunayoyasema mdomoni yao yametoka kwenye tafakari akilini mwetu. Na mwishoni tunafanya ishara ya msalaba, ishara ndogo, kwa kuchora msalaba kifuani. Hii ni kuonyesha kwamba yale tunayoyasikia basi tunatakiwa tuyatunze, tuyaishi moyoni. Lakini pia kwa ishara ya msalaba tunaungama kuwa Mungu ni mmoja na ana nafsi tatu. Hatusemi kwa majina bali kwa jina, kuonyesha kuwa Mungu ni mmoja ila nafsi tatu. Bila shaka hamjawahi kusikia ishara ya msalaba inayosema kwa majina ya Baba na ya Mwana. Hiyo kwa kweli itakuwa ya kienyeji, sijui uliipata wapi muumini wangu wa nyongo. Kwa majina ya Baba na ya Mwana. Mungu atuhurumie kama tumewahi kusali. Tunaonyesha kwamba ule ni Utatu Mtakatifu. Tunasema kwa jina la Baba na la Mwana, kwa sababu ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Kwa sababu Mungu mwenyewe anatuambia kupitia nabii Isaya kwamba mimi ni Mungu wala hakuna Mungu mwingine, wala hakuna mwingine aliye sawa na mimi. Isaya sura 44 aya 6. Kwa ishara ya msalaba tunaungama pia kumkabidhi maneno gani na matendo gani. Hiyo si ya kila mmoja. Uzuri wa Mungu wetu, anatupenda sana, ameamua afiche. Kila mmoja awe anajua yeye mwenyewe. Maana mwisho wa siku tungekuwa tunachekana hapa, eti ndio tunachora, tunamkabidhi hayo mawazo, maneno na matendo, alafu unajua anayowaza mwenzio, anayotenda na anayosema. Tungekuwa tunafarakana huko kanisani, lakini ametuficha. Sio kipaumbele. Mungu hapendi sisi tuaibike. Nataka siku zote tuwe watu wenye furaha. Wapendwa katika Kristo, tuna ishara pia kubwa ya msalaba, ndio hii ambayo tunaifanya, wengi tumeizoea mara nyingi, kila sala inaanza kwa hiyo. Hii ishara inafanywa kwa kutumia ncha za vidole. Hii tunakumbushana tu, kwa sababu ziko ishara za misalaba tunazozifanya zinafanania, lakini kwa kweli zina mipango yake ya kando. Zimefupishwa, nyingine zinaenda kwa mwendo kasi kweli kweli, nyingine zikifika kifuani zinadunda dunda hivi. Zote hizo ni ishara za msalaba.
alimfundisha nani, sisi wote hatuna majibu, lakini zipo zinaenda. Kuna nyingine zinaishia katikati ya kifua na huku haifiki huku, alafu inakuja inadunda dunda. Zote hizo ni ishara za msalaba, lakini sio hizo ambazo mama kanisa anatufundisha, kwa sababu hii ishara ya msalaba ambayo tumefundishwa na mama kanisa ina maana yake, inatakiwa itukumbushe jambo fulani. Ndio maana tunaambiwa kumbe tunafanya kwa ncha za vidole, tulitakiwa tufanye hivyo. Lakini basi kwa bahati mbaya ndio hivyo. Mimi siku zote nasema Mungu wetu ni mwenye huruma, anaendelea kutuhurumia. Hata katika hizo ishara za msalaba za ajabu bado anatupokea. Wapendwa, tuendelee kumwomba Mungu ili ishara ya msalaba itukumbushe hii sadaka. Tuiunganishe ishara yetu ya msalaba na sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Hii ishara tunaifanya kutoka kushoto kwenda upande wa kulia, kuonyesha kuwa kwa kifo cha Yesu Kristo tunakombolewa kutoka kushoto upande wa dhambi kwenda kulia kwenye utakatifu na wokovu. Ndio maana mtoto ukimfundisha ishara ya msalaba, ukiona ameanzia hapa, ameenda na la Mwana na la Roho, tayari shida iko hapo. Anza kutafakari na wewe mama kwenye familia, kama unasali. Watoto wetu mnaotuleteaga wa mafundisho wale wapo darasa la 5 tayari, lakini anatupigia hapa, anaenda upande huu, afu anamalizia huu. Yeye hana hatia mbele za Mungu, kwa sababu amejifunza kwa bidii yake. Hakumuona mama yake wakati anasali. Basi na sisi wazazi, watoto wanatuiga, wangekuwa wepesi kabisa. Mimi naamini tungekuwa tunasali vizuri, hawa watoto wanaokuja kuandikisha mafundisho komunyo, tusingekuwa tunaanzia ishara ya msalaba, Baba yetu Salamu Maria. Hapana, ni sala za muumini hizo, anasali nyumbani. Tungekuwa tunaanzia huko mbali huko, kwa tunaanzia kwenye mafundisho kidogo ya mbali, lakini mpaka ishara ya msalaba mtoto anaenda kulia, anarudi kushoto. Ishara ya msalaba ambayo kanisa linatufundisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, tunaenda kushoto halafu tunarudi kulia. Tumetoka kushoto kwenye dhambi, tunaenda kulia kwenye wokovu. Tunaposema kwa jina la Baba, tunagusa paji la uso, tunaungama nafsi ya kwanza. Lakini pia tunasema na la Mwana, tunagusa kifua, kuonyesha kuwa mwana wa Mungu alishuka toka mbinguni na kuwa mwanadamu. Na mwishoni tunagusa bega la kushoto na la kulia, tukisema na Roho Mtakatifu. Kwa mwendo wa mkono, pande mbili za mabega zinaunganishwa kuonyesha kuwa Mungu Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na Mwana kama kiini kimoja. Kumbe ishara ya msalaba ina fumbo la Utatu Mtakatifu, na mwishoni tunamalizia amina, inamaanisha na iwe hivyo. Yaani kweli tuna Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Wapendwa katika Kristo, sisi leo tuko mbele ya msalaba, tunakumbuka wokovu wetu. Tunapokumbuka wokovu wetu, tunaiona sadaka ya wazi ambayo Kristo aliifanya kwa mapendo makubwa sana. Na kimsingi tunapopiga ishara ya msalaba vizuri, baada ya watakatifu wanatuambia kwamba kwa yenyewe tu hii ishara ya msalaba tayari ina nguvu katika sala. Yaani hata kabla hatujafika kwenye msalaba wenyewe,
ishara ya msalaba tunayoipiga ina nguvu, inatukinga na baadhi ya mambo. Lakini pia huu msalaba kati ya maadui wakubwa wa msalaba ni Shetani. Shetani hapendi kuona msalaba na hatataka kamwe auone msalaba mbele yake. Na ndio maana wapendwa katika Kristo, tunawahimizeni pia kwenye nyumba zetu huko tuwe na visakramenti. Una rozari safi na msalaba, una msalaba uliobarikiwa unao nyumbani. Ama ile misalaba haing'ati, tunaiogopa kupita maelezo. Kwa nini unaogopa? Sisi tunafahamu Shetani anaogopa msalaba. Huu mti lazima uogope, kwa sababu pale alipotegemea kushinda, kwamba atashinda kwa kifo cha Kristo, yaani kwamba Shetani alitamani maisha yetu yaishie pale, tufe basi tuwe tumeishia pale, tusiuone uso wa Mungu. Lakini pale ndipo aliposhindwa msalabani. Kristo alipokufa kifo cha msalaba, ndipo ambapo ushindi wetu ulipatikana. Kumbe mpaka leo Shetani anauchukia sana msalaba na hatataka kama kuuona. Na wewe nyumbani kwako ukiamua kuweka msalaba, tegemea Shetani hata upenda kukaa mahali hapo yani. Na hata sisi wenyewe itakuwa inatupunguzia kidogo baadhi ya mambo, kwamba unaweza ukawa unatukana matusi makubwa mbele ya msalaba nyumbani kwako pale. Itakuwa ni aibu tena naye. Unamuona kabisa ambaye ni ishara ya upendo, afu ndio muumini wangu wa nyumba umeshikana shati na mume wako, tena ndio mnatuangana mbele ya msalaba. Tunapoteza maana ya upendo. Basi tukiwa na misalaba inatupunguzia vitu kama hivyo. Unautazama msalaba, unajifunza uvumilivu. Hebu nimvumilie mume wangu hata katika maneno haya mabaya anayonisemea. Na mume wako na yeye basi muda mwingine huwa tunapiga maneno kweli ya kina mama. Anauangalia msalaba na yeye anasema, kama huyu mwanaume mwenzangu alivumilia haya, siguse maneno ya mke wangu, wakati najua kesho ataamka naomba ile ya sukari tena. Anaamua avumilie tu. Kumbe tunahimizwa tuwe pia na visakramenti hivi majumbani mwetu. Tuhimizane tukawe na misalaba. Hakuna ubaya wa kuwa na msalaba nyumbani kwako. Tusiishie tu kuwa na msalaba wa jumuiya. Jumuiya zenyewe tunakumbushana kununua misalaba tena. Wakati mbidi iwepo tunakumbushana jumuiya muwe na misalaba. Sijui tunasalije huko hata msalaba hatuna. Tunajiamini sana kwamba sisi tunaweza kumshinda Shetani eti. Hapana. Sisi tunapambana kumshinda, lakini tunahitaji usaidizi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika usaidizi tunaweza tukaupata ni vitu vitakatifu, visakramenti. Msalaba kwa namna ya pekee kwa kweli unatupa ushindi. Kumbe basi leo tutakavyopata fursa ya kuongea na Bwana wetu Yesu Kristo aliyeangikwa msalabani kwa mtindo huu, tukumbuke kwamba alitukomboa hivi na bado ameendelea kututembelea. Haya matembezi ya msalaba yakupe picha Kristo amekuja kukutembelea tena wewe aliyekukomboa. Kwa hiyo utakapokuja kuabudu hapa, hebu mwambie yale mambo yako ya muongee, malizane naye. Si hatuna haja kuyasikia, ndio maana hapa wewe unakutana naye kimya, mnaongea, mnamalizana. Ukiona leo haiwezekani kumalizana naye, kesho bado tunaelekea iko Minyi huko, tunahamia Ikuna, mfuate huko. Awambia tukumalizana Nyombo na kufuata tena Ikuna. Nataka tuweke vizuri mambo yetu, mwambie. Kwa sababu hajawahi kumwacha mtu anayemng'ang'ania. Walikuwepo wengi waliokuwa wanaumwa katika jamii ya Kiyahudi, lakini waliponywa wale aliowataka. Kama anataka kukuponya, atakuponya. Na wewe mwenyewe kama unataka kuponywa, atakuponya. Kwa sababu tunafahamu wako ambao yeye mwenyewe aliwauliza, mwanangu nataka nikufanyie nini? Bwana akamwambia nataka kuona. Hamna kuzunguka mambo mengi sana. Nataka kumuona, nataka kuona ambao walikuwa wananisema vibaya wakati sioni. Nataka kuona nini? Sijui nataka kuona nini?
nataka kuona amemaliza. Akaanza kuona. Na sisi twende tumpelekee yale ambayo tunataka atufanyie. Na kama kweli tukimpelekea kwa imani, basi yeye atatufanyia yale ambayo tunayataka. Wapendwa katika Kristo, tuone fahari juu ya msalaba, tusiuogope, tuusogelee lakini kwa imani. Tuusogelee kwa imani. Hapa kama mwenzangu na mimi unakuja kwa ajili ya kumuomba Bwana wetu Yesu Kristo kwa msalaba huu ambao kimsingi umeshafanya makuu sana, isipokuwa kwako wewe ambaye muamini yani. Kuna watu huambii kitu kuhusu msalaba, lakini ndo tupo wenzangu na mimi hivyo basi, na hatukwambii kitu kwamba msalaba unaweza kufanya chochote, umeshashikilia hivyo. Hapo kwa bahati mbaya ndo unakuja na imani hiyo kwenye msalaba, yaani unakuja kumuomba Yesu, wakati huo moyoni mwako hapa sijui kama kuna lolote hapa. Ndio tunakuja hivyo, wengi wetu tunakuja hivyo, basi tunaweka tu, tumekuja mtego. Kama akiamua kujibu sawa, ila sijui kama atajibu, lakini ngoja tu tuende. Sisi ambavyo tukadiri sisi tunavyomwendea kwa imani. Kumbe basi, wapendwa katika Kristo, tuko kwenye matembezi ya msalaba. Tutaendelea kuzunguka kama nilivyodokeza.